ambaye ni mbunge wa Turkana Magharibi. Na sasa studioni jioni ya leo tuko naye Mheshimiwa John Nakara wa Turkana Central, mbunge wa Turkana ya Kati. Tuko naye studioni Radio Akicha. Masafa bado ni ile ya 99.5, nambari ya stesheni ni 0796453302. Alafu nambari ya SMS ni 0743533543. Kwenye makala rasmi ambayo imetoka kule Kapedo, wiki hii tulikuwa na changamoto kule na waheshimiwa wetu watatu walikuwa wamefungiwa kule, na sasa tunashukuru Mungu mmoja yuko nasi hapa studioni. Tutaenda kuongea naye na pia ataongea kwa niaba ya waheshimiwa hao wengine watatu. Karibu sana mheshimiwa wetu John Nakara. Jitambulishe tena kwa wasikilizaji. Asante sana madam. Mimi ni Lodepe Nakara John, mbunge wa Turkana Central ya Kati. Nashukuru kwa kupata nafasi ya kuja mahali hapa ili tueleze watu wetu wa Turkana County mambo ambayo yanaendelea kule Turkana East, sana sana Kapedo, Kamuge, Lomelo na Dome. Yeah. Asante sana, karibu sana Radio Akicha. Wasikilizaji wa Radio Akicha walikuwa na uchungu zaidi wakati ambapo nyinyi mlikuwa mmefungiwa kule Kapedo. Tulikuwa tunapata habari ya kwamba wale mandugu zetu kutoka kaunti jirani wamekuwa na vita zaidi, na kule kumekuwa na changamoto, watu watoki nje, wanafunzi waende shule, watu wapati chakula, watembei, na hata nyinyi wenyewe mkajipata katika hiyo zimanzi, na tena askari wetu wakawawa. Sasa mambo haya yote yanaleta changamoto katika maisha ya wananchi, na ikafanya wengi jambo lolote. Waheshimiwa pia wanafungiwa pale, tutafanya nini? Hebu tuambie tu kwa ufupi nini ilifanyika kule, alafu baada ya habari zetu kwa lugha ya Turkana tutarudi tena kuangalia kwa undani. Karibu sana. Asante sana. Kwanza tungependa kushukuru Mungu kwa sababu ya kutujalia neema ya kurudi nyumbani tukiwa wazima kiroho na kimwili. Kama vile tulisema mchana na kama vile tuliongea kule Kapedo, lengo letu kuu ya kwenda siku hiyo ilikuwa ni kwenda kupeleka chakula kwa waathiriwa ambao walichomea manyumba yao, na pia wale ambao walipoteza wapendo wao. Na kama Waturkana, kama wabunge wa Turkana, tukakaa pamoja, tukasaidiana na professionals moja na serikali ya kaunti yetu ya Turkana, tukaweka chakula pamoja, tukawapelekea ili tuseme tu pole. Na siku hiyo pia tukaheshimika, tukaenda pamoja na askari yetu ya Kainuk pamoja na wale walokori, wakatupatia escort kuelekea mahali pale. Na kweli safari ilikuwa nzuri, tulifika salama Jumamosi jioni, tukalala, na asubuhi Jumapili tukaenda kuangalia sehemu ambayo ilichomeka pamoja na askari. Na kwa bahati nzuri tulikuwa pia na askari deputy director wa operation kikundi cha JSU Kenya mzima ambaye aliuliwa. Tukaangalia manyumba zaidi ya 20 na tukapeana pole, na baadaye tukaenda kukaa chini ili tukasikize vilio vya watu na mambo ambayo yanatendeka kule. Nataka kuambia wasikilizaji kwamba Kapedo kweli liko katika shida kubwa sana, kwa sababu pale vitu ambavyo vinatendeka pale ni mambo ya kuchangaza sana. Jambo la kwanza, makanisa yamefungwa. Sijawahi kuona watu maadui ambao wanafunja makanisa na kufanya watu wasiombe. Hata waraia wetu wale wanaitwa Moroko hawajawahi kufunga kanisa mahali popote pale. Hata mtu ambaye hajaenda shule, kanisa, msikiti sio sehemu ambayo unaweza kwenda kuifunja. Pili, mashule yote ya Kapedo 8 imefungwa, hakuna watoto wanaenda shule. Watoto wote wako manyumbani, na wale ambao wanatoka sehemu mbalimbali kama Kitale, Lodwa, Katilu na sehemu zingine hawajafika mpaka leo kwa sababu ya hiyo. Jambo la tatu, property za serikali kama ofisi ya ward administrator
imekuwa vandalized kabisa. Walichukua masola, wakafunja milango, na kingine tena ambacho kuchangaza, barabara ya kupita wanaweka mawe ili magari yasipite. Jambo lingine la kuchangaza ni kwamba sehemu yote watu wanaishi katika hali ya uoga. Kila saa 12 tunaingia kwa manyumba mapema, tunakula saa 11, baada saa 12 tunaingia kwa manyumba. Shida ambayo iko mahali pale sio shida ya kwamba tunapigana na majirani yetu. Tuwezi kusema ya kwamba Wapokot wote ni maadui. Hapana. Hawa ni majangili, hawa ni wahuni, hawa ni wahazi, hawa ni watu ambao haja yao ni kuua. Hawatafuti hata ng'ombe. Kapedo hasa hakuna ng'ombe. Watu wa Kapedo ni watu wa kufanya tu biashara zao ndogo ndogo. Ni statement ambayo watu wanakaa tayari. Si mahali unaweza kusema kwamba watu wamefuga mifugo. Hapana. Shida ambayo iko Kapedo, hata hospitali imefunjwa, hakuna matibabu yanaendelea. Sasa watu wa sehemu hiyo kweli hawana services, hata network. Hawa wapendwa wetu wanaenda wanafunja network, mpaka hata kuwasiliana na wandugu na watu wa nje ya Kapedo inakuwa shida. Watu wa Kapedo wamekuwa na matatizo mingi chungu mzima, na hiyo ndio sababu sisi tulipokuwa mahali pale kama viongozi tukasema ya kwamba hatuwezi kutoka mahali hapa mpaka watu wapate msaada. Na kweli tulipokaa mahali pale na ile jambo ambalo lilitendeka kwa kuuliwa kwa yule director ilipotokezea, basi hapo ndipo serikali ikajitokezea, na sisi pia tukasema hatuwezi kutoka mahali hapa mpaka tuone kitu ambacho serikali itafanya. Na kwa siku 2, 3, 4 tumekuwa mahali pale, serikali ilianza kazi, na sisi tukasema basi kama imeanza kazi, basi sasa sisi kama viongozi tunataka kutoka. Lakini ikakuwa ngumu kutoka kwa sababu kila siku barabara zote zinafungwa. Kila siku mtu anauliwa. Kila siku askari anauliwa. Kila siku kubwa askari anauliwa. Kila siku bunduki zinalia. Wanaleta ndege wakitaka kutoa wanapiga ndege. Wanaleta magari wakitaka kutoa wanapiga magari. Sasa mimi nauliza nchi ambayo tuko kweli, kama kuna watu sehemu nyingine zaidi ya Kapedo ambao wanaishi maisha kama hayo. Kwa hivyo nataka kuambia Waturkana ya kwamba na Wanakenya wote kwa jumla, sisi hatupigani vita vya ukabila. Hapana. Tunasema serikali ipigane na wahuni ambao wanafanya maisha watu ya Kapedo kuwa ngumu. Watoto waende shule, watu waende kanisa, watu waende hospitali, watu hawajengi. Kuna manyumba makubwa yamejengwa Kapedo, permanent houses, manyumba za kudumu, manyumba ambazo zimejengwa za kifahari, lakini hakuna watu wanaishi kwa sababu hawa majangili wamefukuza watu, wanaingia ndani wanachukua vitu vyote. Sasa unakuta Kapedo, maisha ya Kapedo ni shida. Hakuna hata radio, hakuna hata TV, yani maisha tu magumu kabisa. Ndio pasa tukasema serikali iamke jambo, waondoe wakora kutoka Kapedo waende nje, ili hata kama mambo ya nyazi tuongee kama wako nje ya Turkana, ndio sasa tujue vile tutaleta wandani. Sababu hata majirani yetu ya Uganda, Karamojo, watu wetu wanaenda huko kutafuta nyazi, na wanapatiwa masharti. Wanaambia sasa kaa hapa, usiingie hapa, au ukifanya jambo hili unafanywa hivi. Lakini sasa wapendwa wetu wanaingia Turkana county vile wanataka, wanafukuza wale wafugaji wetu wale wengine, wanachukua mahali pa maji, wanachukua usukani mahali ambapo ni pazuri pana nyazi. Sasa inakuwa shida. Mwenyeji anaumia kwa nchi yake, mgeni anatawala mwenyeji. Kwa sababu gani? Mgeni ako na bunduki ya hali ya juu, na hata tumeona juzi hizo bunduki zimetumika kuua askari. Na sasa sisi tunauliza ya kwamba hizi bunduki zinatoka wapi? Risasi zinatoka wapi? Serikali inatakana ichunguze kamilifu kabisa na wajue hizi bunduki zinatoka wapi, risasi zinatoka wapi, kwa sababu serikali ya Kenya iko na National Intelligence Service, watu ambao wanajua vitu vyote ambavyo vinaingia na kutoka Kenya. Kwa hivyo kwa ufupi tu kusema ya kwamba watu wa Kapedo wako kwenye shida, watu wa Kapedo wako katika matatizo, watu wa Kapedo hawajaenda shule,
watu wakapata hawajapata chakula, watu wakapata hawajapata matibabu, watu wakapata hawana barabara, watu wakapata wanaishi katika uoga. Na sisi ambao tulienda mahali pale tunasema ya kwamba watu wakapata wanahitaji uhuru ya kusafiri kwenda mahali wanataka, kuleta vitu ya biashara, uhuru ya kusafiri, uhuru ya kuishi, uhuru ya kujenga, uhuru ya kwenda shule. Maana hii nchi yetu ya Kenya tuko na uhuru. Hakuna mtu anaweza kukataza mtu kuishi ama kukaa mahali fulani. Lakini uwezi kufanya mtu awe mtumwa katika mchanga yake. Asante sana Mheshimiwa Nakara. Kuna maswali ambayo tutarudi tena hewani baada ya habari zetu kwa lugha ya Turkana. Kuna maswali mengi. Kwa nini watu wa Kapedo wakaonekana ni kama wale ambao ni wafungwa, ni wale ambao ni wakimbizi katika nchi yao wenyewe, na ni kwa nini hakuna maendeleo, kwa nini hakuna usalama? Mambo haya yote tutarudi baada ya habari zetu, tuangalie kwa undani kwa nini mambo haya yanafanyika. Kwani viongozi wamenyimwa nafasi ya kutekeleza wajibu wao, hasa viongozi wote ambao wanasimamia eneo hilo, na ya kuleta maendeleo ya wanafunzi, ya kila mtu katika eneo hiyo. Kwa wafanyabiashara, shida iko wapi? Tutaangalia baada ya habari zetu. Usiende mbali. Wetu Mheshimiwa wa Turkana ya Kati, Honorable John Nakara Lodepe hapa studioni kujibu maswali, hasa pia kutujuza yale ambayo yalijiri wakati walikuwa kule Kapedo, mahali walienda kusaidia wenzetu ambao ni wa kaunti hiyo, sub-county ya Turkana East. Mary Tioko kwenye awamu hii ya jioni ya kusema na mbunge wetu. Karibu sana Mheshimiwa Nakara. Pia kuna watu wengi wanauliza maswali. Kwa nini wakati mlifika mmefananisha mashati? Hilo ndio imekuwa kitu ambayo imekuwa kwa mitandao yetu ya kijamii. Kuna watu wanauliza maswali. Kwa nini mlifananisha shati wakati ambapo mlikuja kutoka kule Kapedo? Kwa nini shati zilifanana? Kuna kitu mnaashiria ama tu mmevaa kwa sababu mlikosa shati zingine za kufaa, ama ilikuwa namna gani? Hiyo ndio swali ambayo inaulizwa kule katika mitandao ya kijamii, na hata wengine wanauliza kwenye SMS. Na sasa pia utujuze kwa nini mambo haya yanatendeka hivyo. Umesema tu vizuri zaidi, hakuna mifugo yako kule Kapedo, lakini unaona watu tu wanauawa. Ni target ya kuua watu ama kuna kitu wanang'ang'ania? Ni nini inaleta furugu hukule? Kuna sababu fulani? Hello Redekita. Hello, tunaongea na nani? Lochio kutoka wapi? Kutoka Kalemnyang. Karibu sana Lochio. Yes. Unaenda kwa miguu wapi? Huyo ni Lochio yako huko upande wa Kalemnyang, anasema serikali hakuna, wacha sisi tutembee kwa miguu, tuende tukutane, tuongee na hawa jamaa yetu, majirani wetu. Asante sana Lochio. Hakuna haja utembee kwa miguu. Waheshimiwa walienda kwa gari na walifika na wamerudi, wameongea na wanasema hawa ni wapenda amani, hawataki mambo mengine. Sisi tu wache serikali ifanye kazi yake. Serikali wenyewe wako kule na wanang'ang'ana kule kuhakikisha wanadumisha amani. Hello? Yes. Yes.
Asante sana. Asante sana. Huyo ni Lomerbu kutoka kule Komboni. Anasema ni nini inasababisha mambo haya, na ametaja mambo ya mchanga. Amesema kila mtu wako na mchanga yao. Sisi Waturkana hatujawahi fuga mpaka na tukaenda kule kuangalia yale ambayo yanafanyika kule. Ni Hamisi from Nauyawoi. Gotea friend mheshimiwa na pia wakaji wote wa Turkana. Anasema Collins from Narewa, if Pokot bandits still fuel war among our people and want to defeat the security apparatus, what is the way forward? Turkana lives matter. Mheshimiwa huyo ni mwingine amejibu, ameuliza kama mandugu zetu Pokot basi wanashindwa mpaka wanaendelea huyo anaitwa Local Collins anasema kutoka Narewa. Sema kama wao wana fuel war. Sasa security apparatus pia wameshindwa. Nini itakuwa sasa mwelekeo? Tunaelekea wapi? Ningasike Collins kutoka chairman ya youth chairman Turkana West. Naomba Nakara to continue with that spirit and we shall support him with all means our sub-county Turkana West. Asante sana. Huyo ni nani? Ni Halamis Duncan yeye mwenyewe pia anasikiliza kutoka Naoyawe. Hizo ni ujumbe fupi. Asante sana mheshimiwa. Kuna mtu tena kwenye line. Natumai ni awamu sasa ya kuchukua simu. Nitachukua simu kama 5 hivi nimpatie mheshimiwa nafasi aweze kujibu maswali yenyu moja kwa moja. Kuna watu wako kwenye line wanauliza, sisi tumechoka na amani sana na let's try revenge. Hii ni amani imetusumbua tangu hadi sasa. Tumekuwa wajinga sana. Pokot na sisi hatuna wakati tena. Mimi ni Lore Stanley na Ngodia kutoka Kerio. Watea Honorable Nakara. Haya, huyo ni Ngodia. Kerio anaitwa Lore Kerio Stanley. Anasema yeye amechoka. Amechoka na hii maneno ya amani kila siku. Salamia mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa, amepata hiyo salamu. Asante sana. Elore Dekicha. Yes, naongea na nani? Mwalimu Salvo. Uko wapi? Na Bwelpus. Sawa sawa, karibu sana mwalimu. Aha. Aha. Aha.
Mhm. Mm. Mhm. Ejokole. Aya, ndio hayo yake ndio hiyo. Mwalimu anasema Kapedo yeye amepata kama ni ya Waturkana. Waturkana wameketi pale, hata sisi tumekuwa tukijua kwamba kule ni kwetu. Sasa wakisema sio yetu, sisi tunaenda wapi? Wale ambao wako kule Kapedo wanaenda wapi? Pengine utuhakikishia kuwa pia wameamua namna gani, na nini shida hiyo? Kapedo imesemekana ni ya mtu ama bado ni yetu, na ni nini shida? Elori Dekicha. Hello, unaongea na nani? Roger in. Karibu sana. Yes. Karibu sana mzee. Aha. Aha. Yes. Amen. Aha. Asante sana. Imekuwa shida kwa network? Hello? Shida Okay. Aha. 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 Tumepata wazo lako mzee. Asante sana. Halo? Aha. Aha. Okay, sawa sawa. Tumesikia wazo lako. Anaitwa Roger in. Tumesikia wazo lako ya kuwa hii silaha, walisema watu wananyang'anywa silaha, na sasa bado silaha ni kama watu wengine bado wako na silaha upande huo wa Pokot.
Kuna SMS hapa, wanahamia Turkana South kuleta vitina hawa Pokot. Alamis from Nauya Way. Anasema hawa watu wanahama huko kuleta tu vitina. Habari Gotea, mheshimiwa wetu wote, naomba waongee kwa Turkana hili watu wetu wote wapate habari. Ni Hairotas kutoka na Kale. Mheshimiwa, ni vizuri utaongea kwa lugha ya mama wapate kukusikia vizuri. Elori Dekicha. Haya. Asante sana. Nafikiri nitachukua simu mbili ya mwisho nimpatie mheshimiwa nafasi, kwa sababu kuna mikakati ambayo pia wao wenyewe walifanya, waliongea, kwa sababu ni wapenda amani, waliongea mambo mengi. Kuna mikakati na hata serikali, najua hii ni serikali ya kitaifa na yeye pia anakaa katika hiyo bunge ya kitaifa, atatuambia wamepanga nini. Elori Dekicha. Elo jokono ngake ane. Mpoliso. Yes. Aha. Jokono. Jokor batanti yena mheshimiwa Bernieli Munyeli ngitadinga toma. Joko yentemo elimunete manao toma akron na rakete mheshimiwa tatach. Kotere ya nakitaka ngidina kia nataka elimu yena kilikeng nataka bunyo alawala ala kapedo kilimo kesi nataka nedi mlopete kiteli mutuna rakete akingeta tatach ngese lope. Joko chana bong ale bara dita pene sa. Alore Dekicha. Hello. Mzuri sana. Naongea na nani? Yes. Nimesalamika. Asante sana. Asante sana mheshimiwa Nakara. Natumai umesikia mambo ya wananchi. Pia katika bunge kuu la kitaifa unaketi kule, na pia mambo haya ya usalama ni mambo ni kazi ya kitaifa, sio la kaunti. Ingawaje wanasema gavana pia atapiga kelele kama sisi, lakini hana uwezo. Hiyo ni kiasi jukumu la kitaifa kuhakikisha rais pamoja na watu walinda usalama wa kitaifa wahakikishe kuwa kuna usalama. Na ni mzuri tunasema asante sana, kwa sababu wewe unakaa katika hiyo bunge la kitaifa, national parliament, na mambo haya yanaongelewa. Na sasa kwa nini kwa muda mrefu mambo ya mipaka, natumai kama vile watu wanauliza maswali, ni kama ni mipaka, wanasema wengine wanakaa kwa milima, wanastahili wakuja katika nchi tambarare, mahali ambapo wanaweza panda na kulima. Mambo haya yote pengine yanasababisha nile tu uvumi, watu wameshindwa. Ni nini tunangangana? Ni nini tunangangania? Ni kwa nini watu wanapigana? Kama hakuna mifugo, kwa sababu kama kawaida ni mifugo ndio tunaona ni kwa ndio watu wanatafuta mifugo, kwa sababu ya lishe, kwa sababu ya njaa, tunatafuta kwa sababu ya nyasi, tunatafuta kwa sababu ya maji. Ni nini sasa tunangangania kule Kapedo? Kwa sababu watu hata sio wafugaji wengi, hata mifugo hakuna kule. Pengine ukiangalia tuangalie tutafanya nini na mmepanga nini kama viongozi, kwa sababu wakati mlikuwa kule kuna mambo ambayo mliamua kama viongozi wa kaunti yetu, kwa sababu nyinyi wote watatu ni mnaketi katika bunge la kitaifa, na ni vizuri nyinyi wenyewe ndio mnatuamulia ni nini inatendeka, tutafanya nini ili kuleta amani na kuleta suluhu katika hiyo sehemu ya Kapedo, na watu pia waweze kufurahia matunda ya amani na pia kuona maendeleo, kwa sababu sehemu yote ambayo hakuna amani basi maendeleo pia inaenda chini. Unaona hata usalama hakuna, watoto wasomi, mambo ya makanisa, dini inaenda chini, watu wanaogopa hata kwenda kuabudu Mungu. Sasa
sasa itakuwa namna gani? Asante sana na karibu jibu maswali hayo yote. Asante sana Mary Tokon. Pamoja hata na ile ya kufananisha nguo, sasa utuambie yote. Asante sana Mary Tokon. Nitajibu tu kwa Kiswahili lakini baadaye nitakuja kufanya summary kwa Kiturkana ili watu wetu waelewe mambo ambayo tumeandaa kwa sababu ya Kapedo. Kwa wale ambao wamekuwa kiuliza mambo ya nguo, sisi tulienda Kapedo na nguo moja. Tukidhania tutarudi siku inayofuata. Lakini kwa bahati nzuri ama kwa bahati mbaya tulikaa kwa siku 5. Na pale hatukuwa na nguo ya kununua na tulikuwa tunawasha nguo usiku na tunafaa asubuhi. Sasa jana tulipotolewa na ndege, tulipofika Eldoret jioni tulienda kununua nguo na tukaona kwamba kwa sababu tumekuwa mahali pamoja tununue nguo ambazo zimefanana tuende na nyumbani. Kwa hivyo nguo ndio tulibadilisha nayo tukabadilisha nguo ambazo tulikuwa nazo. Hiyo tu ndio sababu, hakuna lolote liko mahali pale, hakuna siasa liko ndani. Ni ile tu kila mmoja wetu alikuwa na nguo moja. Tulipofika town, unajua kule Kapedo ni raia. Sasa hata ukikaa na nguo moja ina shida. Sasa huwezi kukubali mheshimiwa kuingia Eldoret ama Nakuru na nguo ile alikuwa nayo Kapedo. Kwa hivyo ndio sababu tu tulifaa nguo ambayo inafanana. Lakini kwanza ningependa kushukuru wasikizaji na kuwapongeza kwa kusikiza Radio ya Kicha kwa sababu wanafuatilia mambo ambayo yanatendeka katika nchi ya Kenya. Penda kushukuru Lore Kerio, penda kushukuru Alan Danikan, penda kushukuru Meribok, penda kushukuru Mwalimu Salifo, Rojain, Ngepoliso na wale wengine wote ambao wamepiga simu. Hii ni kumaanisha kwamba watu wetu wanafuatilia mambo hayo kwa ukaribu sana. Jambo la kwanza, sisi ni wapenda amani. Hilo ndio jambo ambalo ningependa kusisitiza sana kama kiongozi ya Waturkana. Kwa sababu tuko na Waturkana wako Samburu, kuna Waturkana wanaishi Isiolo, kuna Waturkana wanaishi Laikipia, kuna Waturkana wanaishi Nakuru, kuna Waturkana wanaishi Eldoret, kuna Waturkana wanaishi Trans Nzoia. Kama kuna kabila ambalo liko Kenya mzima ambalo linafuata Wakikuyu ni kabila la Turkana. Waturkana wako kila mahali Kenya hii. Na kwa sababu hiyo sisi kama viongozi wa Turkana hatutaki kuleta vita katikati yetu na wauni, alafu tuharibu pia amani ya wale Waturkana ambao wanaishi sehemu zingine. So sisi kama viongozi hatungependa kuincite watu wetu waende katika hali ya vita. Sisi tunataka amani ili Mturkana ambaye ako Maralal, Mturkana ambaye ako Samburu, Mturkana ambaye ako Isiolo awe na amani na watu wa sehemu hiyo. Kwa hivyo tunachunga watu wetu ambao wako sehemu zingine pia. Lakini hii la jangili tutapigana hii mpaka tutakamilisha, tumalize vizuri. Sio Wapogoti wote wabaya, Wapogoti wote sio wabaya, na Wapogoti wazuri, na Wapogoti wameokoka. Na majirani yetu hapa ambayo tunapita kwa barabara ya Kamatira, tungependa kutoa vita na wao kwa sababu wataanza kutoa vita kwa barabara, biashara zitaharibika na mambo mengine. Kwa hivyo kama viongozi tunachunga pia watu wetu na the same time tunadili na wale ambao ni wajangili. Jambo ambalo ningependa kuweka mkazo ni kwamba kweli tunakubaliana na wale ambao wanasema kwamba hao watu wanataka mchanga. Hilo ndio sababu kubwa. Kwa sababu juzi tulipoenda Kapedo tuliona hakuna wanyama iko karibu. Hao watu wanakuja kuchoma manyumba. Hakuna ng'ombe iko ndani. Hao watu wanakuja kufunga kanisa. Hao watu wanakuja kufunga shule. Hao watu wanakuja kuua watu. Sababu gani? Sio ng'ombe. Unajua vita hii ya Ethiopia ya Marile na Waturkana ni ng'ombe. Vita katikati ya Waturkana na Toposa na Dongiro ni ng'ombe. Lakini hii vita ya Kapedo sio ng'ombe, kwa sababu hakuna ng'ombe iko Kapedo. Hii ni vita ya mchanga. Na hiyo ndio sababu tunasema ya kwamba IBC ambao wamepatiwa na katiba jukumu la kutambua ardhi ya kila mtu, mipaka ya kila mtu, waingie kati. Hiyo ndio sharti moja tumetoa kama viongozi kwa serikali yetu kuu ya Kenya, ya kwamba hatungependa kupigana na watu wao kwa sababu ya kupigana mambo ya mipaka. Kwa sababu unakuta kwamba kuna chief ya Silale ya Turkana, kuna chief ya Silale ya West Pokot, Tiati. Kuna councillor MCA wa Silale Hod na kuna MCA wa Napeitom Kapedo Hod. Unaona sasa hakuna mahali ambapo katika Kenya mzima MCAs wawili wanatawala wodi moja. Ni Kapedo peke yake. Na ni njia moja wanataka kuchukua hiyo ardhi. Sasa sisi tuna mpango ya kwenda kwenye bunge
na kuambia uamini wizara ya mambo ya ndani ambayo inaongozwa na Matiang'i waende wafanye audit ya kila sublocation na kila location katika sehemu ya Turkana Pokot, kwa sababu kuna machief wanakula pesa bila kazi, kuna MCS ambao wanakula pesa serikali bila maodi, wanatumia majina ya maodi ambazo are already existing. So hiyo ndio jambo ambalo tumekubaliana jana kama wajumbe, tutaenda bungeni, tutaweka mjadala na tutaita waziri wa mambo ya ndani tuulize kwamba sasa wewe tunataka ufanye audit, kwa sababu kuna machifu wengine hata walikufa ya Wapogoti na Waturkana, lakini bado location zao bado zinaendelea na wanakula mshahara. Kwa hivyo hiyo ndio jambo ambalo tungependa kujua. Jambo lingine ambalo tungependa kuweka mkazo ni kwamba sisi hatutakubali kwa lolote lile kwamba hao wahalifu ambao wanakaa katikati ardhi ya Kapedo wataendelea kukaa mahali pale. Hiyo tumeongea jana kama viongozi na tumerudia pia leo, na tuliongea pia na viongozi wa serikali kuu ya kwamba heri tukufe sisi wote kama tumesimama kuliko tukufe kama tumeinama. Hiyo hatukubali. Kumaanisha ya kwamba hatuwezi kubali ardhi ya Turkana iende. Ni heri tukufe kama tumesimama, tumalizike wote. Hata hiyo ndio mambo ambayo watu wa kabila wameamua. Heri wakufe tu, hata mmoja asibaki wachukue hiyo mchanga. Lakini mimi najua serikali haitakubali mambo hayo yafikie katika hali kama hiyo. Jambo lingine ambalo tunaliweka mbele ni kwamba hao wajangili watakikana warudi sehemu yao. Na kama wanahitaji nyasi yetu, basi tuwekewa masharti ya kukula nyasi ndani mwetu na sio kuingia katikati. Kama sasa kwa mfano hao watu wameweka makambi katikati ya Kapedo na Khamuge, katikati ya Khamuge na Lomelo na Peyton mpaka na Dome. Wako katikati. Sasa wamegawa Turkana. Hakuna vile Mturkana wa Kapedo atasaidia Mturkana wa Khamuge. Hawa wako katikati. Hata vita ikitokezea, hakuna vile Mturkana wa Lomelo atasaidia Mturkana wa Nadome ama na Peyton, kwa sababu wako katikati. Hiyo ni strategy yao kugawa watu wetu. So tunasema kwamba hao wageni waweko mahali pamoja, wakule nyasi kwa upande moja, ili turuhusu ile kutembea, kufanya biashara, kutembeleana katikati ya Waturkana, Walokori na Khamuge na Peyton na Dome, kwa sababu ni watu wa Turkana East. Hiyo Turkana East yote. So hilo ndio jambo ambalo tunasema kwamba serikali ondoa watu labda weka mahali pamoja. Kwa sababu ni mzuri kuweka mahali pamoja ili hata rais kupelekea chakula. Kama serikali yao wanataka kuletea chakula, waletea wakiwa mahali pamoja. Lakini wakati wako skata namna hiyo, inafanya hata security ya sehemu hiyo kuwa ngumu. Jambo lingine ambalo tunaweka mkazo ni kwamba tunataka mashule zote zifunguliwe, hospitali zote zifunguliwe. Nasema ya kwamba mashule yote ifunguliwe, hospitali ifunguliwe, ofisi ya ward administrator ifunguliwe, kanisa isifunguliwe. Tumepanda hiyo masharti jana. Hatuwezi kukubali watu waendelee kukaa maisha ambayo yanakaa Kapedo. Na tumepanda hiyo masharti. Kama serikali hawatafanya hivyo, tumemwambia serikali ya kwamba hajiondoe, basi haacha Waturkana wa Pokoti wapambane mpaka watakapopata amani. Unaweza kuwa na silaha lakini na mtu mwingine hatakuwa na silaha. Lakini kama hako na roho ya kupigana na wewe, bado tu mtapigana mpaka mtakubaliana. Lakini hatutaki kufikia katika sehemu kama hiyo ambao waraia wa nchi moja wanaenda mpaka kupigana. Hapana, serikali lazima ingie kati, ichukue usukani na kugawa wananchi yake wasuwani. Hatutaki kuhesabu vifo vya watu wengi. Kwa hivyo tunaomba serikali kabla hatujafika katika kama hicho, iingilie kati, ipeane security kwa mashule, ipeane security kwa makanisa, ipeane security kwa hospitali, ipeane security kwa watu kutembea. Unaona sasa njia hizo zimefungwa. Huwezi kwenda Chemadu ngo kutafuta chakula. Huwezi kwenda Logori kutafuta chakula. Watu wa Kapedo wanakaa katikati. Wakati tulitoka huko siku ya mwisho, chakula iliisha Kapedo yote. Kapedo yote iliisha chakula.
hata sisi tukakosa mahali ya kula chakula. Ikakosa ni kila siku nyama, kila siku nyama, kila siku nyama. Hakuna chakula kingine kwa sababu hawezi kuenda Chamali Ngot ama Nakuru kwa sababu hapo ni karibu nao kununua chakula. Jambo lingine tumeambia serikali watengeneze ile barabara kutoka Kapedo mpaka Logori. Kwa sababu hiyo barabara ikikuwa mzuri itakuwa rahisi watu wa Logori kuja kupeleka chakula mpaka Kapedo. Tumesema serikali itengeneze ile daraja ya Kapedo na ibomoe hiyo mlima ambayo maadui wa jangili wanakaa iwe flat ili hata ili unaweza kuona adui mahali yako. Hawa watu wote ambao wameuliwa kwa hiyo daraja ya Kapedo. Kwa sababu kwa hiyo daraja kuna milima upande kando. Na sasa hao wajangili wanakaa juu na daraja iko chini. So ni rahisi au kupiga bunduki kwa gari wakitembea. Na huko ni ngumu kuona kwa sababu wako ndani ya mawe. So tumesema serikali hiyo mlima ifunjwe kabisa iwe flat ndio watu wapite. Na ile forest iko juu iko ichomwe ndio hao watu waonekane wakiwa huko juu. Kwa hivyo hiyo ndio masharti ambayo tumepeana kwa serikali ili wafanye ndio watu wetu waishi maisha ambayo mazuri. Lakini pengine nikiongeuliza tu mheshimiwa, barabara hiyo ya kuunganisha yenye unasema itengenezwe ni barabara ya kitaifa ama ni barabara ambayo inaweza fanywa na county ama na wale ambao ni waheshimiwa upande huo? Haiwezi kufanyika na county kwa sababu ina gharama, ina makilomita mingi. Inatakana kufanya na serikali kuu. Inatakana kufanya na serikali kuu. Hata kama haitaweka lami, lakini ifanye grading. Alafu sasa serikali ya county maintain. Kwa sababu tukisema kwamba county ifanye pesa zote za maendeleo zitaingia mahali pale. Unajua kuna wakati tena barabara kama hiyo ama hata maendeleo sehemu hiyo ilikuwa inataka kuanza kufanywa hivyo na watu wenye walikuwa wanatengeneza hiyo barabara. Kuna uwezekano gani ya kwamba wanahakikisha usalama wao lakini wanaweza anza kufanya hiyo kazi na wao wote? Kweli nakubaliana na Emery hiyo. Hata juzi wakati tulipokuwa tunaenda kuna mkandarasi aliyokuwa anafanya kazi katikati ya Lokicheri na Logori. Hapo tulikuta matrakta ambayo anafanya kazi ikilindwa na askari. So solution tu ni kwamba yule ambaye atapatiwa hiyo kazi basi na serikali iwe tayari kupeana ulinzi. Kwa sababu kweli hawezi kufanya hiyo kazi bila ulinzi. Na wakati pale tulipokuwa juzi Kapedo nilisikia mheshimiwa Ali akiongea na mkubwa wa GSU wakisema kwamba ile barabara walipeana na serikali ilikuwa inatakana kuanza wiki mbili zilizopita, lakini mambo ya mashambulizi imefanya huyo mkandarasi asikuje. Ametoroka. Ameogopa kuwawa. So lakini tunataka kusema kwamba hii mambo ikisha na hao wajangili wakitolewa basi serikali ipeane ulinzi kamili kwa mkandarasi yote yule atakayepatiwa kazi ya kujenga hiyo barabara. Yes. Asante sana. Na jambo ambalo ningependa pia kujibu mambo ya Mwalimu Salvo. Ya kwamba mambo ya ardhi. Unajua sisi ni wana Kenya na tunakubaliwa kuishi mahali popote pale mahali huko, lakini bora uishi legally, uishi kwa njia ya halali na pia kwa amani na kwa amani. So kama umepata mchanga yako mahali umenunua, wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mturkana, umepata shamba lako mahali fulani, umenunua kwa njia iliyo bora, uko na uhuru ya kuishi pale. Kwa sababu uko mahali pale kwa haki na kwa amani. Lakini hao wajangili wameingia kwa mchanga wetu kwa nguvu, kwa lazima na wakitumia bunduki. So hawa hatuwezi kuruhusu hawa wakae kwa sababu hawajaingia katika hali ya halali. Lakini kila Mkenya ako na uhuru ya kununua mchanga mahali popote pale kwa sababu ni haki yake kuishi mahali popote pale. Sheria inaruhusu yeye, katiba yetu inaruhusu. Lakini hawa wajangili wameingia bila mpangilio. Na yule sababu tunasema kwamba watoke alafu tujadili na hawa vile wataingia ndani katika nchi yetu. Kwa mambo ya Rojahid, mambo ya mipaka, hiyo tumepeana kama sharti kwa serikali. Tunataka serikali ikuje ionyeshe mpaka ya Turkana na Baringo. Hiyo ndio inatusaidia. Wakati juzi watu waliandikishwa Mary Choko. Sijui kama unajua ya kwamba hizo gadgets ilikuwa inakataa Pogoti kuhesabiwa Kapedo. Ilikataa kabisa. Ikasema hapa ni Turkana. Yes. Hao walikuwa wanataka kujiaziwa. Wakasema hiyo gadget ikakataa peke yake. GPS
Yes. Kwa hivyo GPS na ukienda hata upande wa Tapwell ilionyesha ni Turkana. Yes. Lakini Pogotu walikuwa nakasema ati kwao. Kwa hivyo sisi nataka IBC kuliko si kupigana. Hawa ndugu zetu wako na uhuru kukanda, ndio haina shida. Lakini tunataka mpaka ioneshwe. Na sasa mheshimiwa, pengine tu niulize, IBC inachukua muda gani IBC kuja kuonyesha mipaka, na wao ndio wanasimamia mambo ya mipaka? Ni kwa nini tangu miaka nenda miaka rudi IBC wajawahi kuja kutekeleza hiyo wajibu wao? Nini na watu wamekufa kwa miaka mingi? Wanafanyanga baada ya miaka 10. Sasa tunaongojea tuumie miaka 10 ndio IBC wakuje. Sasa mwaka huu ndio wameanza. Wiki jana walienda katika kaunti 4. Walikaa na wenyeji. So tunatarajia pia watatuita sisi kaunti ya Turkana, Pokot, Baringo, alafu pia waruhusu mpaka kwanza waongee na viongozi ili watakapokuja chini watakuwa wamepeana masharti kadhaa. Kwa hivyo hii ni mwaka yao ya kupeana mipaka, kwa sababu mambo ya eneo la bunge zimeanza, mambo ya wodi mpya zinaanza. Kwa hivyo lazima wakuje tena waone mipaka vile inaingia na majina ya eneo la bunge mpya pia. Pengine mheshimiwa, mkienda katika bunge la kitaifa lazima mchukue hiyo kama ni kipaumbele, kwa sababu hiyo ndio mahali watu wamepoteza maisha na mahali watu wengi wanakaa katika hali ya sintofahamu kabisa. Ni vizuri waangalie kama maneno ya wodi, maneno ya kutafuta mipaka zingine waachane naye, kwa sababu hakuna kupoteza maisha kule, hakuna usalama unakosekana mahali ya Kapedo. Hapo ndio kuna sehemu ambayo lazima wapatie kipaumbele kwa wakati huu. Ni vizuri waangalie pia hivyo. Tuko mambo mawili ambayo tumekubaliana kama wajumbe wa National Assembly kupeleka kwenye bunge. Tukifungua bunge mwezi wa pili. Ya kwanza wafanye audit ya machifu yote. Yes. Ili tujue hao machifu ambao wanakula mshahara bila location na bila sublocation. Ya pili, tunataka serikali ikuje ionyeshe mipaka yetu ya ndani. Mpaka ya Turkana na Baringo, mpaka ya Turkana na Marakwet, mpaka ya Turkana na namna hiyo, mpaka ya Marakwet na Baringo, mpaka ya West Pokot na Trans Nzoia. Namna hiyo, sio tu Turkana peke yake na Pokot, Kenya mzima. Unaona juzi Bungoma waliongezewa bilioni 1 kwa sababu ya mpaka yao ambayo imepanuka. Sasa kwa hivyo tunatarajia kwamba pengine tunaweza kuongezwa pesa zingine hao watu wakigundua ya kwamba mipaka yetu ni kubwa. Kwa hivyo sio tu mpaka ya Turkana na Pokot, hapana, mipaka yote ya Kenya. Kwa sababu sasa tuko na new generation ambao hawajui mipaka mahali siko, watoto ambao wamesaliwa na wengine ambao wako intermarriage. So ni mzuri tufanye hiyo mambo ya mipaka kwa new generation ndio wajue. Asante sana. Natumai mpenzi msikilizaji, mheshimiwa ameongea kwa upana, na pia kumbuka bunge la kitaifa wataketi mwezi wa pili. Bado wanapanga mikakati na mambo mengi ambayo wametaja ya kwamba watatekeleza bunge ikiwa wamepanga, na mambo haya tutaona sisi wenyewe wakati ambapo watakuwa kwenye hiyo bunge. Natumai tutampatia nafasi atupatie mambo yake la mwisho. Kunaona watu kwenye zetu kwa lugha ya Kiingereza. Nitapatia mheshimiwa aseme mambo yake ya mwisho ili atoweke, sio tena mara ya mwisho. Siku nyingine bado yeye ni mheshimiwa wetu wa Turkana ya Kati, atakuwa anakuja kwa mara kusema nasi hapa kwenye studio. Karibu sana mheshimiwa, you are parting short please. Asake elmogli Turkana down ane yakasi atamar krangi kargokus akisaki names yasi yoko down ane yakatari kangu jumbelu kanikape kamnya kaga tuida adake elmogli Turkana krongo mon iya makibichi wende ngari ni kibichi ajang kapedo yelo chen musuguro down lo kapedo agoli ikan sada lo kapedo agoli murote down lo kapedo agoli kapedo yang sumato mola chen kana boy mon kana ga eyeje lolos kaina ayang sumato atoka yang tunga lo agumango ngona bumyo anamala kedagdar mon Turkana mal kray kan opus akrongo mon guwa gwa kray kan opus akret negnan ke balasu ang atoman dang telemare alo pedeng lo gelu ngona le mare nang Turkana da boy negnan benegir geden geden do anga prolo al kudiyama ngedingini ke balasu ang atoman dang telemare nya jogo ngupe potena ko poko de dito atoman hasta makata to atoman kada ke tinginya ko di telemare ang atoman dang
akroet na ngari kilimo do na ngol na apulun hata mar keda do ang sukulo da tangare o tere ngide do alo ka pedo ngide do aka muge ngide do alo melo ngide do na peyton ngide ngulu ada ngide ang Turkana ya de ada ngide Kenya igote ngide do alo duar igote ngide do Nairobi igote ngide do alo hotel ada da ngide a Kenya emitian ariepi to kana ngide lu che domate do alo ka pedo yikat na wi nyangare ngsukulo ten lo yene ke lo do domate na nyoloto lo yikat ke ta lo domate ka pedo nyoloto ba yo balado na ngala nyanga kuaki askari lo sukulo ko mata kide na ngawuni ke balado na ngala nyang telema mo korada mo pelo yigadi dalu pukosi telema da ngalo to mangal pukosi to pulo ni kala patan kara nginya da kete kuaki na da ngalo wepe mahara ki miniki din ne da kadang bare niyo yaki din lo melo ka muge yaki din na peyton ka lo melo yaki din ka pedo ka muge yaki din ka muge kana peyton tik tu ayo balaba na ngala tele ma jonna alo turka ngudang so di nguturka na tarata tu ndu ite banagnosi na ngomon nesal kilmo do na ngala tamar ganege keda gidwa kiyene apakalokosi hangupe nyani adalonto le apakalokosi hangupe so di atalmo ngide khodi kotere yana kitabia na kotere go to na klubna kitabia keda gidwa na ngala nyang buto ka nelope wo ya wa kitabia na kolongoro kotere giga ngwanda ma pe na kolongoro na kolongona musungu den na kolongo akinyata den na kolongo moide na giga ro akona kola ni mo yalo ka pedo ne na bal kanege arai ka pedo arai turkwen to ni do beri ni akwa na mo ye lo dot na koti adama ali mun ko lo mo yalo pe ha go token tina kwa na yigari mo ye yigari lo ro kon tawkwel na buni ngara estima tamani ga ara ka turkana tamang turkana ngara gi mu pe ngi pikane kita ta gi da manat ke ngara ke lagi do nang ten ka to lo ko lu edo ge ta ala mari ngalufu ha gogo tuten so kibalado kanege kedaki atina ngapa kayo alo akolo wotere ngoi tilu cholo Uganda mamon ngichen lo wala Sudan mamon ngichen wala idebe mamon chuna ga bana itio ko just pat ko na no agwoke ngivingna bara mamon lo ko tuga le mari ten dojichi lo menen ali na kuleu yepuyo hayo lo murukai Mama Joyce senate yakal to wada ton ku se unta ka symbol na yo na rutul ko ne rigiterasas lokale kay msesi yo down ke balado kan ne kra do bore pe ana ku na ngol bang turkana ko evio eder ka turkana ke le pakana swa eder ka turkana ni ya utis ya sa to manaklet na ko ni naga atama aya ka lo menina aya ka east tamadu na ku ya ku lo so na bon oda ka de aya ka pedo kuna kura hapana ni kwa kesi siasa na kirang turkana ke bu ne shida lo kibich ara kibich ara turkana alodi ina elo dromurukai elo zi lomenen apo ngi cheni alota alo kainu ara turkana elo diali alodi ayo lo na kule kwa hivyo edeni to turkana lu wepta kuna siasa lu chiga mabe nyalo di ati ni beati mamudo ay bodeni ke baje do ya ka turkana e jogono ara kinte jokono yaka pona radio kichadu biti danguna le mu mheshimiwa moina ba parna che ipe yuni sito ma na rede na bo kelimu aparna che na bo